Mechi ya dabi kati ya Young African dhidi ya Simba Sports Club imetamatika kwa kuto kupata mshindi kutoka upande wote, kwa maana ya 0-0. Leo man of the match ametoka kuwa Djigui Diarra, golikipa wa Young African. Kwa maana gani? Kwa maana ambayo ameweza kuisave Yanga mara nyingi zaidi pale ilipopelekewa hatari. Kuhusu Yanga, unaona pengo ambalo limetokea moja kwa moja, kwa maana ya kuwakosa wachezaji wao nyota na muhimu kama Pacome Zouzoua, Clement Mzize, ambao wanaifanyaga dabi kuwa ya moto na pengine Simba kulala na viatu. Lakini Simba wamegain confidence kadri mchezo ambavyo ulikuwa unaendelea. Unaona ambavyo wanacheza zile pasi, wanaita pasi sambusa, zinapigwa uwanjani, lakini vile ambavyo wanalifikia goli la Yanga pasina mashaka yoyote. Na pengine kilichofanya Simba waonekana wa kawaida leo, ama tusiwazungumzie sana, ni namna ambavyo mchezo umeisha kwa matokeo. Lakini uwanjani Simba walichukua mchezo kwa vipindi tofauti kwa asilimia kubwa ya mechi, na nafikiri wasiwasi wa watu wengi kuhusu Simba kupoteza mchezo wa leo umeenda kuonyesha kwenye dakika 90. Lakini nimpongeze mwamuzi wa mchezo, amefanya kazi nzuri sana. Wasaidizi wake wamekuwa wakifanya makosa, lakini ni makosa ambayo tuliyategemea kuyaona na tunaona mara nyingi kwenye mechi za dabi, kwa maana ya kwamba mtu kuzuia offside, kuamini kwamba mzigo usimwangukie yeye. Vipindi tofauti amechukua mwamuzi, amewapa faida Simba kwa kumnyima offside, kwa kumnyima nafasi ya kufunga goli Prince Mpumelelo Dube, lakini pia goli ambalo lilitikisa nyavu kabisa la Selemani Mwalimu lilikataliwa kutokana pia na mwamuzi wa pembeni. Hiyo ndio namna pekee ambayo tunaona mchezo umeenda kutamatika 0-0. Pengine tungeona 1-1 au 1-0 au magoli mengine zaidi, lakini kwenye namna ya kutafsiri matukio ya ndani ya kiwanja, Nasoro Mwinchui amefanikiwa kwa asilimia 98 nafikiri. Kwa hiyo pengine kitu kipya, tuendelee kuona michezo ambayo ni back to back, ambayo timu hizi mbili zitakuwa busy sana hapa katikati, lakini pia tuone dabi inayofuata. Nafikiri itakuwa ni Mei, mwezi wa 5. Tutaona dabi inayofuata. Tutaona nani anakuja kufanya nini na nani atatupa kitu cha ziada ambacho pengine leo hatujakiona. Tofauti na hapo, mchezo mzuri, tumeenjoy dabi na hali ya hewa ilivyokuwa nzuri, basi tuseme alamsik.